Irani ni moja ya nchi zenye nguvu kubwa za makombora katika Mashariki ya Kati. Kwa miaka mingi imewekeza sana katika teknolojia ya makombora ya masafa marefu, masafa ya kati na ya baharini, pia hata masafa mafupi, kama njia ya kujilinda na pia kuzuia maadui zake kama Israel na Marekani. Makombora haya yamekuwa silaha kuu ya Iran kwa sababu hayahitaji ndege za kisasa, yanaweza kufyatuliwa kutoka ardhini, baharini na yana uwezo wa kufika maelfu ya kilomita. Kufuatia mvutano uliopo baina ya Irani pamoja na Israel na Marekani na matishio ya kuanzishwa kwa vita vipya baina ya mataifa hayo matatu, taifa la Iran limejiandaa vilivyo na kikamilifu kabisa kuhusiana na mpango wake wa makombora kuutumia kwenye vita baina ya Israel na Marekani endapo vita hivyo vitaanzishwa au vitachokozwa. Sasa makombora ambayo Irani huenda wakayatumia kwenye vita ambavyo vitakuja baina ya Iran pamoja na Israel na Marekani ni kama ifuatavyo. Kombora la kwanza ni aina ya Shahab-3. Shahab-3 ni moja ya makombora ya zamani lakini muhimu zaidi kwa Iran. Lina uwezo wa kufika zaidi ya kilomita 1300, jambo linaloiwezesha kulenga maeneo ya mbali kama Israel au vituo vya kijeshi vya Marekani katika Mashariki ya Kati. Kombora hili lilianzishwa ili kuipa Irani uwezo wa kujilinda dhidi ya maadui wake bila kutumia ndege za kivita. Ingawa si la kisasa sana ukilinganisha na makombora mapya, bado ni hatari kwa sababu linaweza kubeba mzigo mkubwa na kufyatuliwa kwa idadi kubwa kwa wakati mmoja, jambo linaloweza kujaribu kuvuruga mifumo ya ulinzi wa anga ya adui. Kombora la pili ni aina ya Emad. Emad ni toleo lililoboreshwa la Shahab-3 lakini lenye usahihi zaidi. Irani ililitangaza kama kombora lenye uwezo wa kulenga shabaha kwa umakini mkubwa kuliko makombora ya awali. Hii ina maana kuwa linaweza kulenga vituo maalum kama kambi za kijeshi, viwanja vya ndege au miundombinu muhimu. Emad linaonekana kama sehemu ya mkakati wa Iran wa kuonyesha kuwa makombora yake si ya kubahatisha tu, bali yanaweza kulenga maeneo muhimu kwa usahihi, jambo linaloongeza hofu kwa wapinzani wake. Kombora la tatu ni aina ya Sejil. Sejil kwanza ni kombora ambalo lilitumika kwenye vita vya siku 12 hapo mwaka jana, ambapo Irani iliweza kufyatua kombora la Sejil kwa mara ya kwanza kabisa kuelekea nchini Israel, na likastaajabisha umma wote wa Israel na dunia kwa ujumla kwa jinsi ambavyo lilikuwa likisambaa angani na kuweza kupiga mashambulio mengi kwa wakati mmoja na kuweza kupiga malengo mengi kwa wakati mmoja. Sejil ni kombora la kisasa zaidi linalotumia mafuta ya kisasa, yani solid fuel, jambo linaloiwezesha kurushwa haraka bila maandalizi marefu. Hii ni faida kubwa katika vita kwa sababu adui ana muda mdogo wa kulizuia. Sejil lina masafa marefu na linaweza kufika maeneo mengi ya Mashariki ya Kati, hata moja kwa moja katikati mwa Israel. Wataalamu wanasema kombora hili linaonyesha hatua kubwa ya Iran katika teknolojia ya makombora na linaifanya iwe nchi yenye uwezo mkubwa wa kushambulia kwa mbali bila kutegemea msaada wa nje. Sejil ni moja kati ya kombora ambalo hata jeshi la Israel lenyewe linalihofia kwa sababu ya kile ambacho kilitokea Juni 12 baada ya kutumiwa kwa mara ya kwanza baada ya Iran kuweza kulitoa kombora hili store na kuweza kulijaribisha katika mashambulizi yake dhidi ya Israel. Kombora lingine ni Horamshar. Horamshar ni kombora lenye uwezo wa kubeba mzigo mkubwa zaidi kuliko makombora mengine mengi ya Iran. Hii ina maana kuwa linaweza kubeba vilipuzi vikubwa au vidogo au mzigo wa aina tofauti. Irani imekuwa ikilitaja kama ishara ya nguvu yake ya kijeshi. Kombora hili lina masafa marefu na linaweza kufika maeneo ya mbali likiwa na uwezo wa kusababisha uharibifu mkubwa. Kwa sababu ya ukubwa na nguvu yake, Horamshar huonekana kama silaha ya kuogopesha adui zaidi kuliko kutumika mara kwa mara. Na hapo mwaka jana, taifa la Iran kupitia jeshi lake la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu IRGC waliweza kuzindua series ya Horamshar 5 ya kombora hili kwa sababu ya uboreshwaji wa matumizi, lakini vile vile uwezo kwa ujumla na nguvu ya kuweza kufanya mashambulizi. Kombora la tano ni aina ya Fateh-110. Kombora hili pia lilitumika katika vita vya siku 12 baina ya Israel na Iran na ni moja ya kombora hatari ambalo Irani imewahi kulitengeneza. Tofauti na makombora ya masafa marefu,
Fateh-110 ni kombora la masafa ya kati lakini lenye usahihi mkubwa. Hutumika zaidi kulenga shabaha zilizo karibu kama kambi za kijeshi, vituo vya rada na maghala ya silaha. Irani na washirika wake wamewahi kutumia makombora ya aina hii katika migogoro ya kikanda. Umuhimu wa Fateh-110 unatokana na uwezo wake wa kushambulia kwa haraka na kwa usahihi bila kuhitaji maandalizi makubwa kama makombora makubwa ya masafa marefu. Kombora namba 6 ni aina ya Zolfaghar. Zolfaghar kwanza ni kombora ambalo mara nyingi huanzishwa mlengo wake likiwa kwenye kifaa maalum kwenye gari la kurushia, yani gari la kivita. Zolfaghar ni kombora la kisasa linalotokana na Fateh-110 lakini lenye masafa marefu zaidi. Linaweza kufika mamia ya kilomita na kulenga maeneo ya mbali zaidi. Irani imelielezea kama sehemu ya mkakati wake wa kulinda mipaka ya kuwazuia maadui wake kuikaribia. Kombora hili linaonyesha jinsi Irani inavyoendelea kuboresha mfumo wake wa makombora ili uwe imara zaidi na makombora yake ili yawe na uwezo mkubwa, usahihi zaidi na kasi ya juu, jambo linaloongeza changamoto kwa mifumo mingi ya ulinzi wa adui. Makombora haya pia yanaweza kuwa tishio kubwa hasa pale adui hatarajii kushambuliwa kutokana na umbali wa mamia ya kilomita. Aidha, Zolfaghar linaweza kuharibu miundombinu muhimu ikiwemo vituo vya mafuta, viwanja vya ndege na madarasa ya kijeshi. Kombora lingine ni aina ya Qiyam-1. Qiyam-1 ni kombora la masafa ya kati linalojulikana kwa muundo wake wa kipekee usio na mabawa ya nyuma, jambo linaloifanya kuwa gumu kugunduliwa mapema na mifumo ya ulinzi wa anga. Irani ilitengeneza kama sehemu ya mkakati wake wa kuboresha makombora yake ili yawe na uwezo wa kufika shabaha kwa usahihi mkubwa. Kombora hili linaweza kulenga vituo vya kijeshi, maghala ya silaha na miundombinu muhimu ya adui. Kwa wataalamu wa kijeshi, Qiyam-1 inaonyesha jinsi Irani inavyoboresha teknolojia yake ili kupunguza muda wa adui kujiandaa na kujilinda. Hii inaongeza hatari kwa maeneo yaliyo karibu na Iran, kwani kombora linaweza kufyatuliwa kwa haraka na kufika shabaha kwa muda mfupi. Kombora lingine ni aina ya Nor. Hili ni kombora la baharini. Nor ni kombora maalum la baharini linalotengenezwa ili kulenga meli za kijeshi na biashara katika Ghuba ya Uajemi. Irani linaona hili kama silaha muhimu katika kulinda fukwe zake na kudhibiti njia za mafuta muhimu duniani. Kwa wazo la kiuchumi na kijeshi, Nor linaweza kusababisha kuvuruga biashara ya mafuta, kuchelewesha meli za kibiashara, kutishia meli za kijeshi za adui. Kwa pamoja, Nor linaonyesha kuwa Irani inataka kuwa na uwezo wa kujilinda na kushambulia baharini bila kuonekana moja kwa moja, jambo linaloongeza hofu kwa wapiganaji wa Marekani na washirika wake. Lakini kombora lingine ni aina ya Dezful. Dezful ni kombora la kisasa linalotokana na familia ya Fateh, lakini lenye masafa marefu zaidi na uwezo wa kusafiri kwa kasi kubwa. Irani imelielezea kuwa moja ya makombora yenye usahihi mkubwa zaidi katika silaha zake. Dezful linaweza kulenga shabaha muhimu kama viwanja vya ndege, vituo vya kijeshi na miundombinu ya mawasiliano. Kwa sababu ya kasi yake, ni vigumu zaidi kwa mifumo ya ulinzi wa anga kulizuia. Hii inalifanya kuwa tishio kubwa kwa maadui wa Iran katika Mashariki ya Kati. Kwa mtazamo wa kimkakati, Dezful linaongeza uwezo wa Iran wa kushambulia kwa haraka na kwa usahihi bila kutegemea ndege za kivita. Na kombora la mwisho ambalo Irani huenda wakatumia kwenye vita kati ya Israel na Marekani ni Khalij-Fars. Hili pia ni kombora maalum la baharini. Khalij-Fars ni kombora maalum lililotengenezwa kwa ajili ya kushambulia meli baharini, hasa manowari au meli kubwa za kijeshi. Ni toleo la baharini la Fateh-110 lakini limeboreshwa ili liweze kulenga shabaha zinazohamia baharini. Irani inaliona kama silaha muhimu katika kulinda Ghuba ya Uajemi na kudhibiti njia za kimataifa za mafuta. Kombora hili linaweza kutishia meli za kijeshi za Marekani au washirika wake kama Israel na pia kuathiri biashara ya kimataifa ikiwa itatumika kwa kiwango kikubwa. Kwa wataalamu wa usalama, Khalij-Fars linaonyesha kuwa Irani haizingatii vita vya ardhini tu, bali pia imewekeza sana katika vita vya baharini. Kwa makombora haya, taifa la Iran huenda wakayatumia katika vita vijavyo baina ya Israel na Marekani, kutokana na majarida mbalimbali ambayo yamekuwa yakiripoti kwamba kuna uwezekano mkubwa vita vipya vikaanzishwa baina ya mataifa hayo
na Israel ikaweza kushambulia Iran wakati wowote, huku Iran ikisema kwamba imejipanga zaidi na madhubuti na kimkakati kuweza kujibu uchokozi wowote ambao utaanzishwa dhidi ya taifa ambalo litashambulia taifa la Iran. Sasa mvutano ukizidi kuongezeka, na Iran inafahamika ni moja kati ya nchi ambayo imewekeza sana kwenye makombora na makombora yake yamekuwa ni hatari na ni tishio kwa usalama wa Israel katika ukanda wa Mashariki ya Kati. Basi tusubiri tuone nini ambacho kitajiri katika siku za hapo mbeleni. Cha msingi tu ni kuweza kuwa karibu na Zone Media ili ufahamu yote ambayo yatajiri katika ukanda wa Mashariki ya Kati na kwingineko duniani. Usisahau kusubscribe, ni kuombe mtazamaji, lakini kulike, comment pamoja na kushare.